Unanishangaa? Niangalie vizuri. Nimesema tunda la Roho linatoka kwa watu waliobatizwa. Unanishangaa? Wamebatizwaje? Wamebatizwa kwa neno wanalolisikia. Sizungumzii maji, nazungumzia waliobatizwa kwa neno. Alafu katika Yohana, katika Mathayo 3 mstari wa 11 hadi 12 anasema yeye atakapokuja atawabatiza kwa Roho. Hiyo Roho ili izae upendo, furaha, amani, kila kitu unachokitaka. Mathayo 3:11. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwa Roho Mtakatifu na kwa, sema kwa sauti, kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Sema nitabatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, ili nizae matunda, matunda ya Roho. Sisi kumsimaji. Kuna watu Mungu anaenda kuwatembelea saa hizi, sio kwamba wamebatizwa. Wengine hata hawajui jinsi ya kubatizwa. Sizungumzii ubatizo, si ndio? Sizungumzii ubatizo, nazungumzia kubatizwa kwa Roho, ambako kuna kuzalia. Lakini tunda la Roho ni hili kwenye ndoa yako, ni hili kwenye biashara, ni hili kwenye nyumba yako, ni hili kwa watoto wako, ni hili kwenye kila mahali unapotembea. Tunda la Roho linalotokana na watu waliobatizwa na Roho. Wabatizwa na Roho wametokea wapi? Wametokea kusikiliza maneno ya Mungu, halafu ndipo wakabatizwa na Roho. Walipobatizwa na Roho ndipo wakaishi, wakaanza kuishi na matunda ya Roho. Kwa maana huwezi kupata na tunda la Roho la upendo, furaha na amani kama hujabatizwa na Roho, na huwezi kubatizwa na Roho mpaka umetokea kwenye neno. Unayenisikiliza saa hizi kwa wakati huu, ndio maana kinachotengenezeka hapa ni kwamba unabatizwa ili uishi na tabia ya Mungu kama Mungu anavyoishi, utembee kama Mungu anavyotembea, ili uende sawa sawa. Mtu wa Mungu, uko tayari? Uko tayari? Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa? Wangapi wameelewa jamani? Adundile masi marama, marama Jehova marama. Madundile 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 masi marama, marama Jehova. Marama, marama Jehova marama. Madundile masi marama.
Mshangilie Bwana Yesu tena. Mshangilie Bwana Yesu. Ongeza makofi na vigelegele. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wanatamani upendo wa Mungu ukae ndani yao? Nataka nikuambia upendo wa Mungu ukikaa, umaskini haupo, magonjwa hayapo, mateso hayapo, kwa sababu upendo wa Mungu umekaa ndani yako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ukienda katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, sura ya 8 ule mstari wa 6b, neno la Mungu linasema hivi: kwa maana upendo una nguvu kama mauti. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako wake ni mwako wa moto, upendo huo, na miali yake ni miali ya yao. Mstari wa 7, maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo. Sema, maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo. Sasa kama upendo umezimika, maana yake kinachofuata nyuma yake ni nini? Mauti. Sasa tusikubali mauti. Tufukuze hiyo roho ya mauti kupitia upendo ambao utamiminwa ndani yetu. Amen. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Anza kuinenea. Anza kuinenea. Anza kuinenea. Maana Biblia inasema, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Anza kunenea sadaka hiyo, kwamba upendo wa Mungu umiminike, sawa sawa na kitabu cha Warumi 5:5. Upendo wa Mungu anze kumiminika ndani yako, kwenye familia yako. Inua juu hiyo sadaka yako. Warumi 5:5 inasema, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Inua juu hiyo sadaka yako. Simama kwa miguu yako. Anza kutafakari. Anza kutafakari upendo wa Mungu ndani yako. Anza kutafakari upendo. Upendo, upendo. Upendo una nguvu kuliko maji mengi. Upendo una nguvu. Hata kama maji yanaweza yakaelekezwa kwako, kama hauwezi upendo ukazimwa. Lakini upendo unaweza ukazimwa kwa sababu ya mazingira uliotengenezewa ya chuki katika ulimwengu wa roho. Anza kunena, anza kunena. Mwambie Mungu, hii sadaka ikanimiminie upendo. Mwambie Mungu, hii sadaka ikanimiminie upendo. Sawa sawa na Warumi 5:5. Mwambie Bwana, upendo wako ukamiminike kwenye familia zetu. Familia nyingi haina upendo. Familia nyingi haina amani. Familia nyingi haina uvumilivu. Familia nyingi imejaa chuki. Familia nyingi haina tunda la Roho. Na tunda la Roho ni upendo. Na matokeo ya upendo ni furaha. Matokeo ya furaha ni amani. Matokeo ya amani ni uvumilivu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, angalia watoto wako wameshika sadaka zao. Bwana, wanasema upendo wako ukamiminike kwenye ndoa. Upendo wako ukamiminike kwenye biashara. Upendo wako ukamiminike kwenye afya, kwenye kazi. Upendo wako ukamiminike. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba roho ya upendo ikamiminike kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia, kwa ndugu zangu. Roho ya upendo ikamiminike. Roho ya upendo ikamiminike. Maana wewe ni pendo, na wewe ulisema, ukiwa na upendo, nikiwa na upendo, hamna hofu. Ndani ya upendo hakuna hofu, hakuna mateso. Roho Mtakatifu, nisaidie, nibatize kwa moto na kwa Roho Mtakatifu akae ndani yangu, kwa jina la Yesu. Amen. Njoo toa sadaka yako maharaka ili tuweze kuingia katika maombi.
Na wewe ambaye unatusikiliza kwa njia ya mtandao, unaweza ukatuma sadaka yako kwenye namba hizi zifuatazo. Namba 0758 366 518 na 0758 pesa 0767 366 na pesa 'Kuko Yesu ari we mugabisha